Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya limetoa tahadhari kwa wananchi wa mkoa huo kufuatia kipindi hiki cha msimu wa baridi kali kutolala na majiko ya mkaa ndani, kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha maafa ikiwemo ya moto. Kreni iliyopanga kujenga shule zipatazo 180 za chini ya ardhi kufikia mwisho wa mwaka wa 2025, huku kwa sasa asilimia 80 ya shule zote za Ukraine zina makazi ya aina mbalimbali. Na katika michezo, kikosi cha timu ya Coastal Union ya Tanga kimerejea mazoezini kujiandaa na michezo miwili iliyosalia kumaliza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa mwaka 2024-2025. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Brown Tinda. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya limetoa tahadhari kwa wananchi wa mkoa huo kufuatia kipindi hiki cha msimu wa baridi kali kutolala na majiko ya mkaa ndani, kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha maafa ikiwemo ya moto. Tahadhari hiyo imetolewa na afisa habari msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani humo, Constable Esther Kinyaga. Kwa undani wa taarifa hii tuungana na mwanahabari Cloud Elias. Moto ni hatari kwa kuwa unaweza kusababisha matatizo makubwa ikiwemo ya kiafya kutokana na moshi au joto kali. Unateketeza mali na kuleta athari, na kuleta athari kubwa unazuia pia shughuli za kibinadamu kuendelea mbele. Kwa asilimia kubwa moto husababisha na shughuli za kibinadamu, ambapo miongoni mwa sababu za majanga ya moto zinatokana na kujisahau ama uzembe, itilafu za umeme, ajali za barabarani. Ili kuzuia moto ni vyema kila mmoja kuwa makini na shughuli za kila siku. Nchini Tanzania, mamlaka ya hali ya hewa nchini humo TMA ilitangaza kuwepo kwa baridi kali na ya wastani kuanzia mwezi Juni hadi Agosti mwaka huu katika mikoa 6 nchini. Baada ya taarifa hiyo kutolewa usiku wa kuamkia Mei 26 mwaka huu katika mtaa wa sekondari kata ya Maguvani mjini Makambako mkoa wa Njombe, kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Yohana Kilowoko mwenye umri wa miaka 37 alipoteza maisha baada ya kulala na jiko la mkaa kwenye chumba alipokuwa akifanyia biashara za mahitaji ya nyumbani. Wakati hayo yakijiri, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya limetoa tahadhari kwa wananchi wake kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Sergeant Esther Kinyaga ni afisa habari msaidizi wa jeshi hilo mkoa wa Mbeya. Amesisitiza wananchi kujiepusha kulala na jiko la mkaa wa moto ndani, kwani ni hatari. Ambacho watu wanapaswa kukifanya kipindi hiki cha baridi, kwanza hawaruhusiwi kulala na majiko ya mkaa ndani ya chumba, kwa maana kwamba mkaa unazalisha hewa ambayo ni sumu, tunaita carbon monoxide. Carbon monoxide hii ni sumu mbaya sana ambayo kiumbe hai kikivuta hupoteza maisha. Lakini pia watu wanapokuwa wanalala na majiko ya mkaa ndani ya chumba ambacho kinakuwa kimefungwa, ni rahisi pia kuzalisha moto, kwa sababu mtu unapokuwa umelala unaweza kuwa umejisahau, bahati mbaya cheche ikaenda ikagusa godoro au shuka lako, na baadaye moto ukatokea na kusababisha maafa makubwa katika familia. Katika hatua nyingine, Sergeant Kinyaga ametoa rai pia kwa wanafunzi kuepuka kuingia na jiko la moto na jiko la mkaa wa moto darasani, kwani kufanya hivyo kunaweza kuleta athari kubwa ikiwemo moto. Kadogo anaweka mkaa, akifika darasani anakaeka chini ili anaota. Ile ni hatari. Ikumbuka kuwa siku za hivi karibuni
Mamlaka ya hali ya hewa nchini ilitoa utabiri wake na kueleza kuwa utakuwa na hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali katika maeneo ya mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Singida pamoja na maeneo mengine ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Cloud Eliasim, Dream Media. Asante sana Cloud Elias kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM kimeagiza ofisi zote za chama hicho kwa ngazi mbalimbali nchi nzima zitumike kwa fursa ya kuwajengea uwezo vijana kiuongozi na kimaadili. Mujibu wa mwenyekiti wa chama hicho ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwamba ofisi hizo zinapaswa kuwa sehemu ya utekelezaji wa ilani ya CCM na kwamba chama hicho kinapaswa kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Undani wa taarifa hii alao Lecho Mgala. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama hicho ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kwamba ofisi hizo zinapaswa kuwa sehemu ya utekelezaji wa ilani ya CCM na chama hicho kinapaswa kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Kupitia hadhara hii, ninapenda kusisitiza na kuwakumbusha viongozi wenzangu na watendaji wote wa Chama cha Mapinduzi, lakini hasa vijana wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwamba utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na sakafu iliyopambwa na kupendeza, bali utendaji mzuri wa chama, ofisi za vyama hii tunayoijenga, lakini hata zile za mikoa na wilaya, ni sehemu ambapo wanachama wetu hususan vijana watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Vile vile ni pahala pa mikutano, mijadala, tafiti, mafunzo na maamuzi ya kisera. Vile vile kama ilani ya uchaguzi inavyotutaka tuwe daraja kati ya serikali na wananchi, ni wasihi viongozi kuhakikisha tunatumia ofisi za chama pia kuwasikiliza wananchi na kufikisha kero zao serikalini ili zipatiwe ufumbuzi. Dr. Samia amebainisha hayo siku ya leo jijini Dodoma wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi kwenye jengo la makao makuu ya CCM Taifa, akisema ofisi hizo pia zinatakiwa kutumika kama sehemu za mikutano, mijadala na tafiti zenye manufaa kwa jamii. Naye katibu mkuu wa chama hicho cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi ameeleza kuwa ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kukamilika mwaka 2027 ambapo chama hicho kitakuwa kikitimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, akitaja gharama za ujenzi huo mpaka kukamilika kwake ni shilingi za Kitanzania bilioni 34.13. Ujenzi wa jengo hili unatarajiwa kutumia takriban shilingi bilioni 34.13 za Kitanzania mpaka utakapokamilika. Na nataka nikuhakikishie kwamba fedha za awali kwa mujibu wa mkataba ambazo ni bilioni 8 tayari ziko mkononi mwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Jengo hilo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM litajengwa kando ya viunga vya kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete. Lecho Mgala, Dream Media habari. Shukrani sana Lecho Mgala kwa taarifa hiyo. Watazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako la Esau Godwill. Ukraine inapanga kujenga shule zipatazo 180 za chini ya ardhi kufikia mwisho wa mwaka 2025, alisema waziri mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal kwenye kongamano la elimu ya Ukraine mpya huko Kiev. Maneno yake yamenukuliwa na Interfax Ukraine ikisema kuwa vituo 15 vya mafunzo ya chini ya ardhi tayari vimejengwa. Kulingana na Shmyhal, kwa sasa 80% ya shule zote za Ukraine zina makazi ya aina mbalimbali. Kwa mujibu wa naibu waziri mkuu na waziri wa ujenzi wa Ukraine
Oleksii Kuleba, zaidi ya majengo 4,000 ya shule za ufundi na taasisi nyingine za elimu zimeorodheshwa katika sajili ya yale yaliyoharibiwa. Kimataifa, tunaanzia huko Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ameashiria kwamba uvumilivu wake kwa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin umepungua, lakini bado hajaamua nini cha kufanya, gazeti la Politico limeripoti. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani aliliambia gazeti la Politico kwa sharti la kutotajwa jina kuwa Putin anakaribia kuharibu fursa adimu ambayo Trump amempatia. Trump bado hajaamua iwapo ataiwekea Moscow vikwazo zaidi ili kukabiliana na mashambulizi makali ya Urusi dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa maafisa wanne wa Marekani. Kurt Walker, ambaye aliwahi kuwa mjumbe maalum wa Marekani nchini Ukraine wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, amenukuliwa akisema ana mashaka sana hivi sasa kwamba Trump ataiwekea Urusi vikwazo au kuichukulia hatua kali. Na huko Gaza, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imesema inaamini kuwa watu 47 waliojeruhiwa huko Gaza wakati umati wa watu uliofurika kituo cha kusambaza misaada kinachoendeshwa na kundi jipya lenye utata linaloungwa mkono na Marekani na Israel. Afisa mkuu alisema Umoja wa Mataifa bado unakusanya taarifa, lakini wengi uliojeruhiwa kutokana na milio ya risasi, na kwamba ilikuwa ni risasi kutoka kwa IDF, yani Israel Defense Force au la. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema aliuawa na wengine 48 kujeruhiwa. Maelfu wa Palestina wamevamia kituo kusini mwa Gaza ambapo wakfu unaoungwa mkono na Marekani na Israel unasambaza misaada. Baadhi ya video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha eneo hilo likiwa na vumbi huku uporaji huo ukifanyika. Askari waliokuwa eneo la tukio walifyatua risasi hewani ili kuwatawanya watu hao na kuleta utulivu wa hali ya juu ili misaada isambazwe kwa utaratibu mzuri. Naam, mtazamaji, huyo ni Esau Godwin katika habari za mataifa mbalimbali. Na sasa tuziangazie taarifa za michezo, ambapo kikosi cha timu ya Coastal Union ya Tanga kimerejea mazoezini kujiandaa na michezo miwili iliyosalia kumaliza msimu wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kwa mwaka 2024-2025. Huyu hapa Brown Ben Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, kikosi cha timu ya Coastal Union ya Tanga kimerejea rasmi mazoezini kwa ajili ya kujiandaa na mikiki ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ya kuhitimisha msimu wa mwaka 2024-2025. Kumbuka, timu zote zinazoshiriki Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kwa sasa zimebakisha michezo miwili, wakiwemo wagosi wa Kaya Coastal Union ya Tanga. Sasa wagosi hawa wa Kaya kupitia kwa afisa habari wao Abbas El Sabri ameweka wazi kwamba mipango na mikakati walionayo hivi sasa ni kuona michezo yao miwili iliyobakia wakianza dhidi ya Fountain Gate, ambao ni mchezo mgumu kwa upande wao kwa kuwa mpinzani wao kwa maana ya Fountain Gate haipo kwenye nafasi nzuri, huku wakiwa na matumaini ya kupata pia matokeo mazuri dhidi ya mchezo wa mwisho na Tabora United. Na katika habari za kimataifa ni kwamba mshambuliaji wa FC Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal amesaini mkataba mpya wa kuendelea kuitumikia klabu yake, mkataba huo ukiwa ni wa miaka 6 mpaka mwaka 2031. Yamal mwenye umri wa miaka 17 alicheza mechi yake ya kwanza ya Barcelona akiwa na umri wa miaka 15. Mwaka 2023 akafanikiwa kufunga magoli 18 na kutoa pasi za mabao 25 katika michezo 55, huku Barcelona ikishinda La Liga pamoja na Spanish Super Cup katika msimu wa kwanza. Asante sana Brown Ben kwa kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo.
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya limetoa tahadhari kwa wananchi wa mkoa huo kufuatia kipindi hiki cha msimu wa baridi kali kutolala na majiko ya mkaa ndani, kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha maafa ikiwemo ya moto. Kreni inapanga kujenga shule zipatazo 180 za chini ya ardhi kufikia mwisho wa mwaka wa 2025, huku kwa sasa 80% ya shule zote za Ukraine zina makazi ya aina mbalimbali. Na katika michezo, kikosi cha timu ya Coastal Union ya Tanga kimerejea mazoezini kujiandaa na michezo miwili iliyosalia kumaliza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa mwaka 2024-2025. Ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri, mimi ni Brown Tinda.